Ninapomaanisha kwamba safari yako ya kuitwa mama umeishikilia wewe mwenyewe, ninamaanisha kwamba huwa wewe ili ufanikiwe kubeba ujauzito ni lazima tu ujue kwamba wewe unaishije. Nikiwa namaanisha mtindo wa maisha, wewe ni kawaida yako kwamba unaona uzito wako hauridhishi, lakini bado unafikiria kubeba ujauzito, na kila ukienda kufanya clinic daktari wako anakuambia mwili wako wewe inabidi uweze kupunguza uzito. Lakini pia imeendelea kuwa ni endelevu kwa sababu huenda changamoto kubwa ni stress za muda mrefu, unachopelekea hormonal fluctuation, yani kuvurugika kwa homoni zako kufanya kazi kama inavyotakiwa. Na kila ukiendelea unarudia tena kwenda kufanya vipimo, unakuwa mtu ambaye una mawazo sana. Unaanza kuwaza sasa itakuwaje? Kumbuka kwamba safari yako ya kuitwa mama umeishikilia mwenyewe mkononi. Kama utaweza kubadilisha lifestyle yako, ukaamini kwamba kwanza wewe ni mama. Anyway, mimba huwa zinakujega tu zenyewe. Na ndio maana yake 95% wanawake ambao wanabeba ujauzito huwa hawajijui kama tayari wameshabeba ujauzito hadi pale watapojikuta wamemiss period. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Ikiwa changamoto zimeendelea kuwa ni endelevu, lazima ubadilishe mtindo wako wa maisha na uendelee kufuatia anachokuelekeza daktari wako ili uweze kufanikiwa kwa haraka zaidi.